Uwazi ni kwamba tumesema jambo lina khilafu. Lina nini? Yani nimesema kesi yake iko sawa sawa na hii tuliyosoma kwenye hija. Kama hii umeifahamu, basi na hiyo iko hivyo. Kwamba hii tumesoma kwamba mtu akiwa kahirimia hija hatakiwi kuposa wala kufunga nini? Ndoa. Si kujifungia yeye wala kumfungia mtu mwingine. Ikitokea kafanya hivyo, jamhuri ulama wanasema ndoa itakuwa nini? Batili. Na zile athari zake la yataratabu, hazitopatikana. Maanake uhalali wa kufanya jimaa itakuwa haupo, kwa sababu ndoa haipo. Huo msimamo mmoja. Msimamo wa pili wa Kihanafi wanasema anaoa. Tayari anaoa, na kuoa hakule kuhirimia mtu hija, hakuna sababu inayomfanya mwanamke awe hakuna usalahia, sio Kiswahili tusemeje sana, usahihi wa kuolewa yeye. Ile ihramu yako hainzuii mwanamke ambaye masharti yote ya kwamba yeye afaa kuolewa anayo, eti kwa sababu umehirimia. Hichi hakimfanyi yeye kimkoseche usalahia wa kufungiwa ndoa, kwa maana ndoa ikifungwa nini? Ni sahihi, ila itakuwa ile jimai tu ndio iliyokuwa haitakiwi. Sawa? So muhrim hata kwa mke sahihi kabisa na kushamua hataki kufanya naye nini? Jimaa. Kwa litakalokatazwa ni jimai tu, si usahihi wa ndoa. Ndoa inasihi. Sababu ya kusini nini? Hakuna katika vizuizi vya kuzuia ndoa kusii. Hii haimo, si kwenye sharti haimo, wala si kwenye arkani za ndoa, hii haimo. Ndio Mahanafi wale. Unajua Mahanafia mara nyingi sana wanadidi zaidi katika masuala ya qiyas. Wengine wakwambia mnatua rai. Tukisema rai sio rai kwa unafikiria wewe, rai ya kufikiria mtu. Manake rai manake anakwenda na qiyasi sana. Na qiyasi ni katika hujja ambazo zakubalika kisheria. Tupo isipokuwa kwa dhahiria. Dhahiria hawakubali qiyasi. Lakini qiyasi ni hoja kamili ikiwa imetimia nguzo zake za qiyasi. Kwa hiyo wanakuambia kwamba hili jambo hili, watakuuliza Mahanafia, hebu nipe mawani nikah. Ukimtajia kwamba mwanamke vinavyozuia kuolewa mtu ni vipi, tupo atakwambia mtu asiwe maharimi yake. Atakuwa hawi maharimi yake, si maharimi yake. Mtu asiwe kwenye eda, huyu yuko kwenye eda. Tasema mwenyewe ana eda au sio? Huyu ni mke wa mtu, si mke wa mtu. Mkafiri huyu, si kafiri. Tupo Kwa vile vyote ambavyo vina kisheria vinazuia mtu asifai kuolewa, hicho hakimu. Yaani sasa kama hakimu unasemaje ndoa batili? Ndoa kama ndoa itafungika, kitakachokosekana ni athari ya ile ndoa, tena kwa muda. Athari ni ile sasa, akishaoa si kuna mambo ya muhalalikia yale, sasa ndio yatakayo zuilika kwa muda. Muda gani? Mpaka akitoka kwenye ihram. Kimaliza ihram basi jimai kama kawaida anafanya. Mpaka hapo uko pamoja sio? Sasa kama tuko pamoja, basi na kule ndio vile vile kwamba jamaa kachepuka, si ndio? Kwani ile mtu kwenda kuchepuka imo katika vizuizi vya kuolewa au kuoa? Hujafahamu bado. Tukisema wachukulia kama kiasi, nimesema kiasi ni hukumu. Adilla shar'iyya almuttafaq alayhi 4. Kuna adilla ash-shar'iyya kwa wale wanaosoma sheria, dalili ziko 12 za kisheria, lakini muttafaq alayha ni 4: kitabu, sunna, ijma, qiyas. Hizi ni muttafaq alayhi, lakini muttafaq kuna wengine si muttafaq, maana dhahiria anatoka kwenye kiasi, wao hawakubali.
Lakini kuna hukumu nyingine, hizi ni mukhtalafu fi, wengine nasema ni hoja, wengine wasema ni dalili jalili. Sijui kuna istisnai, madhhabu sahaba, sijui shar'u min qablina, ziko nyingi, lakini walizokubaliana maulama hizi ni muttafaku, kwa maana ukitoa dalili kupitia Qur'ani ni dalili, kupitia hadithi ni dalili, ijmaa ni nini? Ni dalili, qiyasi ni dalili. Icho kiasi manake inakuwa ni aya na hadithi. Kiasi ni aya na nini? Na hadithi. Ukisikia kiasi manake si rai hivyo ya mtu, na mpaka mtu anafanya kiasi manake hakuna nini? Dalili saraha. Akifanya kiasi wakati kuna dalili ndio itakuwa si kiasi hicho. Tupo? Kwa sababu kuingia kwenye kiasi ni ijtihadi, na kwenye mlango ijtihadi watu wanasheria wanakuambia la, wanasema la ijtihadi fi ma'rad an-nas, hakuna kufanya ijtihadi wakati kuna nas, kuna nini? Dondoo. Lakini kiasi, mpaka ukiambiwa hili jambo limethibiti kwa kiasi, sio kwamba kwa rai, limethibiti kwa aya au kwa hadithi. Inakuwa labda nikupe mfano mmoja. Gongo halali haramu? Sio gongo ili rungu, gongo kile kinywaji kile wanachokunywa watu wanafua haramu. Imeharamishwa kwa aya ipi? Na kullu muskiri haingii kwenye gongo, sawa? Muskiri haitoingia kwenye gongo wala haitoingia kwenye nini, kwenye taputapu wala kwenye hayo mengine, hayaingii huko. Inaingia kwenye za tende, ndio ile khamru kwa lugha nyingine, innamal khamru wal maisir. Tupo ni kwenye zile za tende ndio ziko kwa muskiri ziko. Tupo shekhi wako. Lakini hizi nyingine zote hizi, sijui taputapu, sijui tembo, sijui kitu gani, ukitoa hizo za tende na nini, hizi zimepata uharamu kwa kiasi. Tupo zimepata uharamu kwa nini? Kwa kiasi. Lakini kwa ile aya na kwa hiyo hadithi ulioitoa, manake ili kiasi kiwe sahihi kinahitaji nguzo hizo 4. Lazima kuwe na asli. Asli manake iwe kuna kitu ambacho kitu hicho kina dalili yake. Ndio mfano kama hiyo kwamba asli tunasema ni pombe ya tende, hii ina dalili, ndio asli kwamba imekuja aya kukataza inamal khamru. Kwa nini khamru? Kwa nini muskir? Kwa sababu khamara yuhammiru al-aqla, kwa sababu inafanyaje? Inafunika. Neno khamara, khamru ni kufunika. Hata khimaru imeitwa khimaru kwa sababu inafunika kichwa, shughuli. Kwa sababu kumbe dalili ni ile aya ndio inaitwa asli, imekuja kuharamisha la nini tusema la tende, si ndio? Kwa sababu gani limeharamishwa? Kwa sababu khamru linafunika akili, ndio hiyo inafanyaje? Inalewesha. Kwa sababu inafanyaje? Inalewesha. Sasa tukipata kitu chengine ambacho nacho hakuna dalili iliyokuja kutaja wazi, ndio hilo tembo halijatajwa, halimo katika neno khamru. Tuko pamoja Lakini je, hili nalo twaliharamisha kwa dalili hiyo hiyo, kwamba ikiwa pombe ya tende imeharamishwa, aya kwa sababu gani imeharamisha? Kwa sababu inalewesha. Kwani tembo si lalewesha? Ndio ile kullu muskiri kiasi. Lakini lazima kiasi kiwe na asli, ndio dalili yake ni ile. Tuko pamoja Lakini lenyewe kama lenyewe halijajitegemea, lakini inakuwa imetega kwenye aya au imetega kwenye nini? Hadithi. Mtume sallam anasema
man istajala shay'an kabla awanihi uqiba bihurmanihi. Mtu akiua harithi, si ndio? Hamrithi aliyemuua, au sio? Kwa sababu gani hamrithi? Aya zimekuja kusema kwamba madhali yeye ni mtoto wake anarithi, au sio? Kuna kanuni sema aliyeharakisha jambo kabla ya muda wake, si ndio? Anaadhibiwa kwa kunyimwa. Kwa hiyo mtu akimuua mrithi wake, si ndio? Tumekasema hamrithi nani? Mrithi, Haya, je, muusiwa je? Kwamba kumbe mtu mrithi akimuua mrithi wake hafanyeje? Harikishwe. Muusiwa si mrithi, mimi si mrithi, lakini niliusiwa na fulani kwamba akifa napewa gari. Kaona hafi tu, ngenda nikachonga mchongo nikamuua, nitapata sipati? Shekhe, tupo? Nitapata sipati? Mbona hamsemi? Wanikosesha kwa dalili ipi? Hii huku imesema mrithi, mimi si mrithi. Tayari hii dalili kuja kusema hapa nani? Imemtoa nani? Mrithi hato mrithi. Mimi si mrithi. Wanitafutia dalili gani ya kuninyima nilichohusiwa? Kwa hii dalili ni hii, lakini haitoitwa hii, inaitwa kiasi. Lakini hii ndiyo asli inaitwa, kwa sababu ila ni ile moja, sababu ni moja, kwamba huyu amekimbiliza jambo kabla muda wake, na huyu ndo vile vile kakimbiliza jambo kabla muda wake. Ndio sasa nale kwamba hili linalewesha na hili lalewesha. Basi kila ambalo litapata kuwa lalewesha nalo hata ubwabwa kautakulewesha, basi na utakuwa haramu kwa sababu ya kiasi, si kwa sababu ya ile dalili ya mwanzo. Kwa hiyo kiasi ni dalili, wala si dalili unafikiria. Kwa watu wengi wanafikiria inakuwa ni rai. Sio rai, kwa sababu kiasi kina nguzo 4. Kuna asli, kuna far'i, kuwa na illatul, lakini kuna hukumu. Lazima iwe hiyo asli ilishatolewa hukumu. Sasa kuna jambo ambalo halijatolewa hukumu, tunaliangalia, kwani hili na lile liliyotajwa kule, kwani sababu si ndio ile ya kule na huku iko? Tukikuta ile sababu kule ipo, iliyoko kule na huku ipo, basi hili twaliunganisha kule, hili twasema limeharamika dalili kwa sababu ya kiasi. Tupo shekhe? Kwa hiyo wanasema mtu kachepuka, kabeba ujauzito, ndoa sahihi au si sahihi? Tunarudi pale pale. Wengine wakasema hapana, si sahihi. Tena wakatoa dalili. Haya, dalili nini? Tumekasema la yahillu lirajulin an yasqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Sawa? Si halali kwa mtu kumwagilia maji kwenye mmea si wake. Simshaelewa hapo? Si ana ujauzito, hata kama kautia yeye, ni wake si wake? Kisheria si wake. Asa si halali kwenda kumwagilia maji ule mmea. Tuwafahamiana? Wakasema kwa dalili hii. Wengine wakasema hii haijawa dalili. Sawa, haijawa nini? Dalili. Tunarudi pale pale. Hili jambo limo katika kuzuia kwenye shuruti za ndoa, kwenye mawani zipo, kwenye arkani zipo, wanasema hakuna. Kama hakuna, manake huyu tunasemaje? Ni mke wa mtu? Si mke wa mtu. Yuko kwenye eda ya mtu? Hakuna eda ya mtu, au sio? Je, ni maharimi yake? Si maharimi yake. Kwa nini ndoa isisihi? Kwa wakasema ndoa itasihi, ila kama kule hatomwagilia, manake akishaoa. Ndio ile aliyosema Hanafi kwamba kule kwenye muhrim ndoa itasihi, itaharimika nini? Jimaa kwa muda. Na wakasema na huyu akioa ndoa itasihi, lakini kwanza wasifanyeje?
Manifahamu? Mpaka afanyeje? Utaweza? Yaani kushaniozea mwambie bwana wewe kwanza kaa pembeni naye. Wewe patatosha hapo. Jamaa mnanielewa? Yaani mtu keshajua huyu mke wangu alipomwambia bwana na pengine ndo kwanza ana mwezi mmoja mimba. Umwambie kwanza hakuna jimaa hapa kwa sababu Mtume asema la yahillu lirajulin muslimin an yaskiya ma'ahu ghara ghairihi. Hii hadithi inakataza kufanya jimaa, si kuoa. Manielewa? Kwa ina maana kitachoharamika ni jimaa. Sasa mwingine wakasema sawa, twakubali, ndoa inafanyaje? Itasihi. Lakini sasa huyu ukimwambia bwana usimkurubie, haitawezekana, si ndio? Kwa kuwa haitawezekana, basi tuseme bwana haifai kuoa mpaka afanyeje? Basi kidogo pale akijua bado sijaoa kidogo atakuwa, lakini kesha oa umwambie usisogee, atakupiga. Kuepusha hilo, ina maana njia aslam, sema bwana huyu bwana ni wa kwako, sawa, lakini kwanza hatutafunga ndoa mpaka vipi ule mmea utoke, ili usije ukamwagilia maji ule mmea, usije ukapatikana ile kuchanganyika, talbisul haqqa bil batil, maji ya haki na batili akachanganyika pamoja. Pamoja na hayo tujue kwamba haya ni mas'alatun khilafia jamani. Ni masala ya nini? Ya khilaf. Shaka umechokoza wewe. Mimi sikutaka niiseme kwa sababu gani? Si pahala pake. Hapo ametaja katika kusomesha, lakini nimekosea mie. Haya ni mambo tukija kwenye ndoa, na mlango wa ndoa hauko mbali sana. Tukimaliza unafikiri ndio kuja masuala ya nini? Ya ndoa. Tukifika huko tutapata kuogelea vizuri zaidi. Hapa ndio tutagusa kidogo, hata kiu haija kutoka, unaondoka na kiu yako. Mwingine ukiondoka hapo unasema bana mimi sitakubali kwa vile bwana. Na mimi utakuwa hujakubali. Na kuna wengine wanaoangalia hichi kitu watasema bana mimi sitakubali kwa sababu hatujakinaisha, muda haujatosha. Hili lilikuwa lije pahala pake. Tukilikuta kwenye mambo yetu, tukiingia kwenye babu nikah, yatakuja hayo yote inshallah. La kuomba uhai na uzima. Lakini napohudhuria inawezekana ukawa hai mzima lakini ukawa hukuja au mimi sijaja. Allah atupe taufiki inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma fahimna ma lam nafham wa 'allimna ma lam na'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.